Soma kitabu changu cha sayansi ya mapishi, suluhisho la kitambi cha wanga na magonjwa ya lishe. Kitabu hiki ni kizuri sana na kuhakikishia kitakuwa ni mkombozi wa fikra, mkombozi wa afya yako. Kitabu hiki chote nimeeleza kwa kina namna gani ambavyo unaweza kujiepusha na magonjwa ya utandawazi. Yes, magonjwa mengi tunaoumwa sasa hivi ni magonjwa ya utandawazi. Ni magonjwa ambayo yanatokana na utandawazi katika kilimo, ni magonjwa ambayo yanatokana na utandawazi katika viwanda, ni magonjwa ambayo yanatokana na utandawazi katika namna tunavyopika vyakula vyetu, madoido ya upishi. Kwa mambo kama hayo yanachangia sana watu wengi kupatwa na magonjwa ya utandawazi, ikiwemo kitambi na uzito mkubwa, kisukari, shinikizo la damu, mambo ya uzazi, mwanaume unakuta mbegu zako zote zimekufa, hisia za tendo la ndoa hamna. Mambo haya yanachangia sana ugomvi katika familia. Mbali na hivyo, mwanamke kuwa na mauvimbe kwenye kizazi, kuwa na kansa, fibroid, cyst, ugumba, hayo yote yanasababishwa na utandawazi katika vyakula, utandawazi wa kilimo, utandawazi wa viwanda. Sasa tunafanya vipi kurudi katika misingi yetu ambayo tunatarajia binadamu awe na afya njema? Usiishi na kidonge kila siku ndipo uhai wako kesho tuweze kuona. Soma kitabu hiki cha sayansi ya mapishi. Binadamu wa kale enzi na enzi aliishi kwa kutegemea vyakula ambavyo uti wa mgongo wake ulitokana na uwindaji, ufugaji na uvuvi. Waliokuwa kando kando ya bahari walivua na kula vyakula kama samaki. Waliokuwa kando kando ya ziwa walivua, vyakula vyao vikuu vilikuwa ni samaki na viumbe wengine wa ziwani. Vyakula ambavyo vilikuwa vinapatikana kwa wepesi kwa wale walikuwa wanaishi polini ni vyakula vilivyotokana na uwindaji, na matunda poli yenye sukari kidogo. Sasa hebu fikiria, tumeacha uti wa mgongo wa vyakula vya binadamu wa kale ambao vilitokana na uwindaji, uvuvi na ufugaji. Sasa hivi tumeegemea uti wa mgongo wa binadamu, imekuwa ni kilimo. Sasa vyakula hivi tunavyovitoa kwenye kilimo, mbali na kwamba vinatoka vikiwa freshi, lakini vinaenda kusindikwa zaidi na kutufanya zaidi tupungukiwe virutubisho kwa sababu ya teknolojia za kiusindikaji. Sasa tunafanya vipi kutoka katika mtego huo ambao umetegewa wewe kuwa tegemezi wa dawa kila kunapoitwa leo? Utajinasua kwa kufuata haya mambo makuu matano ninayotaka nikupe leo. Jambo la kwanza, mwili wako tunaweza kuchanganua kwa kina umetengenezwa na nini, kitu tunaita chemical composition. Katika mwili wako kwa 60% umetengenezwa na maji. Kumbe tunapoukamua mwili wako tukaweka pale maji, 60% ya uzito wako ni maji. Sijui unanielewa? Halafu 17% ya uzito wako ni protini. Ukisoma vitabu mbalimbali vya fiziolojia, vitabu mbalimbali vya biochemistry, ukisoma vitabu mbalimbali vya kisayansi, vimeweka wazi kwamba endapo mwili wako ukiwa katika mfungo bila kula chakula chochote, mwili wako una uwezo wa kutengeneza hadi gramu 200 za sukari katika masaa 24. Na tafiti zinasema kwamba, na sayansi imeweka wazi kwamba, ubongo wa binadamu una uwezo wa kutumia gramu 100 mpaka 120 ndani ya masaa 24. Kumbe hata kama usipokula sukari, mwili una uwezo wa kuzalisha sukari toshelevu kukuwezesha wewe ufanye shughuli zako zote za kila siku, kila kitu kinachotitegemea sukari kiweze kujiendesha. Kwa sababu kuna watu husema kwamba ubongo na seli za macho na seli za figo huhitaji sukari, hazitegemei aina nyingine ya vyakula. Ni kweli, lakini mwili wa binadamu una uwezo wa kutengeneza mahitaji hayo mpaka na kusaza. Sasa ya nini useme ya kwamba lazima binadamu ale vyakula vya wanga kwa wingi ndipo aweze kuwa na afya njema? Sote tunatakiwa tukubaliane ya kwamba tumekiuka lishe ya binadamu wa kale iliyotokana na uwindaji, ufugaji na uvuvi. Tunauguzwa na lishe ya kisasa, lishe ya utandawazi, American Standard
diet. Lishe hii inatuuguza kila kukicha, tutakuwa tunaona watu wanaoishi kwa kutegemea kidonge wanaongezeka. Kitu kingine, katika dental formula, yani katika kinywa chako, umewekewa meno yaliyochongoka. Umewekewa makundi tofauti ya meno kulingana na kazi yake. Sasa kuna meno yaliyochongoka yako hapa kwa mbele. Umewekewa ya nini hayo? Ya kutafunia ugali. Hayo meno yaliyochongoka uliowekewa ni ya kutafunia nini? Ice cream. Hayo meno yaliyochongoka uliowekewa ni ya kutafunia nini? Ubwabwa. Hayo meno yaliyochongoka uliowekewa ni ya kutafunia nini? Soda, juisi. Meno yaliyochongoka kazi yake ni nini? Ni kulia nyama. Yes, ila sasa watu wengi wanapingana na ukweli. Dental formula ya binadamu haitofautiani sana na dental formula ya mbwa, haitofautiani sana na dental formula ya simba. Katazame, haitofautiani sana dental formula. Tumewekewa haya meno yaliyochongoka, ingaje mbwa amewekewa yamechongoka sana, lakini tumewekewa meno hayo kwa sababu makusudio maalum, ikiwemo hilo kwamba binadamu wa kale aliishi kwa uwindaji, uvuvi na ufugaji, sio kilimo. Kwa sababu wewe kama sisi tulitakiwa tu tulime, tungewekewa meno yaliyochongoka. Angalia mbuzi, amewekewa meno yaliyochongoka. Angalia basi mbuzi, angalia ng'ombe, amewekewa meno yaliyochongoka. Sasa dental formula ya binadamu inaashiria au inatuonesha bayana kwamba lishe ya binadamu wa kale ilikuwaje na lishe ya binadamu wa sasa inatakiwa iweje. Sasa sisi tunapingana na vitu kama hivi ambavyo viko wazi kabisa. Tunaanza kutengeneza hoja ya kwamba binadamu anatakiwa aishi kwa kula nafaka, binadamu hatakiwi kula nyama. Hoja hiyo ya wapi? Angalia kitabu changu, kwenye cover ya kitabu kabisa nimeweka chakula ambacho kilikuwa ni uti wa mgongo wa binadamu wa kale. Nimeweka nyama. Kwa sababu nimefanya utafiti wa kutosha, nikagundua ya kwamba nyama haina shida yoyote, na nimerekodi video nyingi kuonesha ukweli kisayansi ukoje. Jambo jingine la msingi kuhusu lishe ya binadamu wa kale. Tumbo au mfumo wa chakula wa binadamu haufanani na mfumo wa chakula wa mbuzi, kondoo, ng'ombe. Unaona, ng'ombe inapofika usiku ng'ombe anacheua. Ng'ombe anacheua kwa sababu tumbo la ng'ombe huwa lina idara kama 4 hivi. Lakini kingine, ng'ombe ana uwezo wa kucheua chakula kikarudi tena kinywani, akaanza kukimeng'enya. Baada ya kukimeng'enya kile chakula ukisukuma tena kwenda tumboni. Sasa wewe binadamu una 4 chambered stomach. Wewe huwezi kumeng'enya vyakula vyenye cellulose kwa wingi. Plant based diet wewe utaiweza wapi? Vyakula hivi vya mimea hatuwezi kula kwa wingi. Ndo maana hata unapokula ugali ambao haujaiva utaharisha. Ndo maana unapokula wali haujaiva utaharisha. Unahitaji kupika starch ibadilike kutoka kwenye complex form iende kwenye maltose ili vimeng'enya chakula vipate urahisi wa kumeng'enya. Kwa hiyo kumbe cellulose ambacho ndo vyakula vyote vinavyotokana na mimea vinavyo hicho kitu, hatuwezi kukimeng'enya vizuri kwa sababu ya nature ya mfumo wetu wa chakula. Ukila mamboga ya majani mengi, tena kama hayajaiva vizuri, tumbo litajaa gesi, utayaharisha yote. Kwa sababu mfumo wako wa chakula hauna nature ya kumeng'enya hizo mboga za majani kwa wingi katika hali hiyo. Kwa kiufupi tu ni kwamba hizo ndo sababu zote za msingi zinazonionyesha kwamba binadamu wa kale lishe yake si lishe ambayo anakula leo hii. Lishe anayokula leo hii ni lishe inayotokana na utandawazi. Lishe inayotokana na binadamu wa sasa amekaa akatengeneza namna ya kuwafanya binadamu wengi waishi kwa kidonge. Sasa kama na wewe ni mgumu wa kunielewa haya, endelea kuwa katika miongoni mwa watu ambao bado wanaamini ya kwamba wanavyokula hivi sasa ni sahihi. Binadamu wa kale hakuishi hivyo,
na hatujatengenezwa kuishi kama tunavyokula hivi. Ninachowashauri tu, badilisha mfumo wako wa kula ili uweze kujikinga na magonjwa ya utandawazi. Badilisha mfumo wako wa kula ili uweze kuendana na filosofi ya kuumbwa kwako kuja hapa duniani. Uzee si ugonjwa. Kama unazeeka huku maradhi yakiwa yanabebana, tafsiri yake ni kwamba umekiuka lishe yako au umekiuka namna gani mwili wako unatakiwa kupewa chakula. Nataka niseme hivi, kama gari yako ni ya petroli, weka petroli. Kama gari yako ni ya diesel, weka diesel. Unatakiwa ujue kitu gani kinatakiwa kuwekwa kwenye mwili wako katika kiwango gani. Sijui unanielewa. Kwa hivyo hata watu wengi wanaoumwa leo hii, mnakuja hospitalini kwangu mnaniambia daktari na vidonge 12, kila kitu kwenye mwili wangu kinauma. Hivyo vitu vyote vinavyokuuma kwenye mwili wako ni kwa sababu umekiuka misingi na taratibu namna gani mwili wako ulitakiwa kulishwa. Naomba unisikilize, naomba utilie maanani, lakini yote soma kitabu changu hiki hapa, kitafute. Kiko kwa mawakala wetu zaidi ya mikoa 25. Piga namba zilizoko hapo kwenye screen, tupigie simu, omba namba za wakala wa mkoa wako, utapata kitabu hiki. Kisome hiki kitabu chote, nina imani kabisa kitakusaidia kukufungua akili na utakuwa miongoni wa watu wajanja ambao wanaishi duniani bila kidonge chochote, na wanadunda na wanafurahia afya njema, wanafurahia maisha ambayo wamekuwa wakiyatafuta hapa duniani.